Ndoto zinazoonyesha kuwa kuna shambulizi la kichawi au kuna shambulizi la adui katika biashara zako au katika maisha yako, sehemu ambayo unapatia kipato. Utakapoota ndoto hizi, omba sana Mungu akusaidie. Omba sana Mungu akuvushe, kwa sababu unaonyeshwa wazi kwamba kuna shambulizi la kiroho na unahitaji usimame sana katika maombi. Ndoto ambazo ukiziona, na ndoto ya kwanza ni ile ambayo ukaota ndoto ukaona umeibiwa pesa. Ukaona umelala umeibiwa pesa. Unatafuta pesa lakini hauoni, unaona umeibiwa kwenye mifuko, umeibiwa wallet, umeibiwa mkoba, huoni nani kwa njia ya ndoto. Sasa ndoto ya kuibiwa pesa ni alama ya shambulizi katika eneo la uchumi wako. Ndoto ya kuibiwa pesa ni alama ya kushambuliwa kiroho katika eneo la uchumi wako. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaona ishara ya namna hiyo kwa njia ya ndoto, simama sana kwenye maombi. Au mwingine anaona ameibiwa simu, amelala ameota ameibiwa simu na anaona kwamba ni ndoto tu ya kawaida. Mimi huwa naotaga ndoto ya namna hiyo. Mtu anaota anaibiwa pesa, anaota anaibiwa simu, anaota anaibiwa mkoba na anachukulia ni hali ya kawaida. Sasa ishara ya namna hii inaonyesha wazi kwamba ni alama ya kupoteza fedha, ni alama ya kupoteza wateja, ni alama ya kupoteza kazi, ni alama pia ya kusukumiziwa roho za madeni na matatizo pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi, kwa sababu hauhitaji kupuuza kiroho unapoona ishara za namna hiyo. Hauhitaji kudharau hata kidogo, kwa sababu ishara ya namna hiyo maana yake unaonyesha wazi kwamba biashara yako inaondolewa uthamani, biashara yako imekosa kinga, imekosa ulinzi. Ukisoma ile Yoeli 2:25 maandiko yanasema ni muhimu sana ukasimama katika maombi. Ukisoma ile Yoeli inaongelea habari ya ulinzi na kinga na baraka na mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unaota ndoto ya namna hiyo ukasimama nayo katika maombi. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona kuwa duka lako liko tupu, halina wateja, halina bidhaa yoyote ndani ya duka. Sasa hizi ndoto zinaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi katika eneo la uchumi wako. Hizi ndoto zinaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi katika eneo la biashara yako. Kwa hiyo ni muhimu sana unapoota ndoto za namna hii ukasimama nazo katika maombi. Ni muhimu sana unapoota ndoto za namna hii ukazishughulikia katika maombi, kwa sababu hazina maana nzuri, lakini pia ni shambulizi la kiroho, ni mavamizi ya kiroho ambayo wachawi wanakuwa wameyatuma katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, usipuuze wala usidharau. Simama sana katika maombi ili Mungu aweze kukusaidia, kwa sababu ishara za namna hiyo sio ishara nzuri kiroho. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona duka lako liko tupu, halina bidhaa zozote, pengine unauza mahitaji ya nyumbani au unauza nguo, unauza viatu, unauza vyombo, lakini kwenye duka lako ukaona kwamba bidhaa zako zote hazipo na unashangaa bidhaa zimeenda wapi. Au unaona duka halina wateja kabisa, hakuna mteja hata mmoja. Kwa hiyo haya yote ni mashambulizi ya kiroho, ni mavamizi ya kiroho. Pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, simama sana katika maombi. Muombe Mungu sana akuvushe, akusaidie, akupiganie na akutetee, akupe nafasi ya kustawi kiuchumi, akupe nafasi ya kukua zaidi, ya kuongezeka zaidi, ili uweze kufika mbali sana sana sana. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo ukaona ishara ya unaona umelala alafu ukaota ndoto unaanguka kutoka juu, au unatelemka kwa ghafla, unateleza, unaanguka kutokea juu, pengine mawinguni, ukaona unaporomoka, au unaanguka kutoka juu ya mti mpaka chini, au unaanguka kutoka juu ya mlima unaporomoka. Sasa ishara za namna hii zinaonyesha wazi kushuka kiwango chako cha kiuchumi, kushuka kiwango chako cha kimaisha, kushuka kiwango chako cha kiroho, pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo. Kwa hiyo ishara za namna hii si za kuzipuuza hata kidogo. Ishara za namna hii si za kudharau hata kidogo. Mwingine anaota ameporomoka kutoka juu, anaona ni hali ya kawaida. Nimeota ndoto naanguka kutoka mawinguni, nimeanguka chini. Au anaona nimeota nimeanguka kutoka juu ya mti, sijui na maana gani, anaona ni hali ya kawaida. Sasa ndoto za namna hii zinaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi la kichawi kiroho, kuna shambulizi
la kimizimu kiroho ambalo adui anakuwa amekutupia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi, ni muhimu sana ukadili na ndoto za namna hiyo katika maombi. Muombe Mungu akupe nafasi, muombe Mungu asimame pamoja nawe, kwa sababu ishara za namna hiyo hazina maana nzuri kiroho. Au ndoto nyingine ni pale unakuta mtu anakuwa anaota ndoto anaona amepotea njia, au unaota ndoto unashindwa kufika kule unakoelekea, kufika kule unakoenda, umepotea njia kabisa. Sasa hizi ndoto zote zinaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi katika eneo la kiuchumi, kuna shambulizi katika eneo la uchumi wako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, simama sana katika maombi. Pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, simama sana katika maombi, kwa sababu ishara za namna hiyo hazina maana nzuri kiroho, na ni muhimu sana ukasimama nazo sana katika maombi, kwa sababu ni mavamizi hayo, ni mashambulizi hayo kiroho, pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo. Au mwingine ndio unakuta mtu mwingine anaota ndoto anakwambia, nimeota ndoto nimeona taa inazimika ghafla, taa imezima, alafu anaona ni hali ya kawaida, taa imezimika. Sasa hii inaonyesha wazi kwamba biashara au kazi yako imepoteza mwanga, imepoteza matumaini, imepoteza kibali, imepoteza baraka, imepoteza mng'ao, imepoteza mafanikio. Kwa hiyo sio kudharau, sio kupuuza, sio kuona ndoto za kawaida. Hizi ndoto zinahusu eneo la uchumi. Ombea sana uchumi wako. Pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hiyo, ombea sana eneo la uchumi wako, ombea sana eneo la biashara zako, ombea sana eneo la maisha yako, na Yesu atakusaidia. Au mwingine ndo unakuta anaota ndoto anaona kwamba anaona kiti chake kimechukuliwa na mtu mwingine, anaona ni hali ya kawaida. Amelala anaona kiti ambacho amekalia amekuja mtu mwingine amekichukua. Anaona kiti ambacho amekalia amekuja mtu mwingine amekibeba, afu ameondoka nacho. Alafu bana, nimeota ndoto nimekaa kwenye kiti, alafu amekuja mtu mwingine amekaa kwenye siti yangu, amekaa kwenye nafasi yangu, alafu anaona ni hali ya kawaida, anaona ni hali tu bana, ni hali tu hii, nimeona ni hali tu, kwa hiyo ni ndoto tu. Sasa kiroho, ndoto ya namna hii unaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi la kichawi, kuna shambulizi la kuzimu ambalo adui anakuwa ameliandaa katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, ni muhimu sana ukasimama nazo katika maombi, ni muhimu sana ukadili nazo katika maombi, na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow akaunti zetu, usiache kulike pamoja na kusubscribe. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, huduma za maombi na maombezi na tafasiri za ndoto. Lakini pia unaweza ukaabudu pamoja nasi katika ibada zetu za kila wiki, Jumanne pamoja na Ijumaa na Jumapili. Baada za katikati Jumanne na Ijumaa huwa zinaanza saa 9:30 na kumalizika saa 12:30. Ibada ya Jumapili huwa inaanza saa 2 kamili za asubuhi na kumalizika saa 8 kamili za mchana. Ni mahali tunapopatikana ni Mbezi Malamba Mawili. Ukihitaji msaada wa kiroho zaidi kutoka kwenye vifungo vya ndoto mbaya, kutoka kwenye vifungo vya kichawi, namba zetu ziko hapo, unaweza ukazichukua kwa msaada zaidi. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.